kuwapongeza kwa jambo kubwa lililofanyika, ambapo sasa ulimwengu ama Tanzania nchi inaangalia mlima wa Ibuga kwa sababu kuna jambo limefanyika. CCM oye! Tulifikiri tutafahamika vipi kimataifa, tulifikiri tutafahamika vipi Ngara, tulifikiri tutafahamika vipi katika Tanzania hii, lakini Ibuga mmetupa heshima. Walimu mnafanya kazi ngumu, lakini pamoja na kazi ngumu mmefanya kazi ambayo kwamba imeleta motisha na heshima kwetu. Angalia, sisi hatuingii darasani, lakini heshima tunapokea sisi. Sasa tunaona tumepokea heshima, na sisi heshima turudishe kwenu, maana ninyi ndio mmetuheshimisha. Kwa hiyo walimu wa Ibuga mmefanya kuwa kata ya Kabanga inayo, na si hapa tu. Tunaona maendeleo ya taaluma kwa kata ya Kabanga, hakika si mbaya. Walimu mliopo kwa sasa ni wazazi. Kazi ile mlioitiwa mnaifanya, na sisi tumetiwa moyo kufika kwenu kuambieni kwamba kazi mnayoifanya ni njema, imetukuka mbele za Bwana. Kuna wakati unaweza ukafikiria kwamba unafanya kazi hakuna anayeona, na kazi nzuri kweli. Hata Yesu alifanya kazi ngumu, hasa kazi ya ualimu, kufundisha. Alitembea na wanafunzi wake, lakini pamoja na Yesu kutembea na wanafunzi wake, kuna waliomkataa, kuna waliomuelewa, kuna ambao hawakumuelewa. Lakini sasa sisi ni miongoni mwa wanafunzi wa Yesu ambao tumewaelewa walimu wa kata ya Kabanga, kwa sababu ukienda kwenye shule za msingi sasa hivi hali sio mbaya sasa, lakini Ibuga mmeng'aa zaidi. Ibuga mmeng'aa zaidi. Sasa mimi kwa muda wangu nitajifunza kwenu, kuchukua research nini mmekifanya. Maana kushuka kwa taaluma, tunaambiwa kwamba mzazi ninahusika, kiongozi wa huko chini ninahusika, kiongozi wa kata wa CCM ninahusika, mwalimu ninahusika, lakini ninyi hayo yote mmeweka pembeni. Mkasema sasa wazazi, ili waelewe kinachoendelea, hebu tufanye iliyo wajibu wetu. Hakika Ibuga mmefanya iliyo wajibu wenu, mmefanya kabisa, tena kwa moyo. Sasa kama ile uzi ule, nguvu ile, kasi ile, yani mlioionyesha katika hiki kipindi cha haya matokeo yaliyopita, hakika mkiendeleza hapa, kuna watu mtakuwa wakubwa zaidi ya mnavyofikiria. CCM oye! Hata kama hamtumikii ukubwa, lakini mnaitumikia heshima ya Mungu aliyowapenda. Kwa mimi naamini ya kwamba watu wa Ibuga, walimu wa Ibuga, wazazi wa Ibuga, mratibu elimu kata, afisa elimu, kazi iliyofanyika kipindi hasa cha hii miaka mitano, hasa tuseme kipindi cha hii miaka mitano, afisa elimu kata, usifikiri kwamba rekodi haipo. Rekodi zipo. Hata kama hatuna rekodi za kwenye makompyuta haya, tuna rekodi sisi. Maana tunapoenda kwenye kujinadi, kuomba kura, kule tunatanguliza, tunasema kwani hamuoni kule wataalamu wanayofanya? Tunajivunia nyie, na nyie mjivunie sisi. Lakini tulikuwa tunaomba sasa, Mei Mosi ijayo, Mungu atupe afya, kata ya Kabanga tutengeneze upendo wa pamoja, tutengeneze. Yaani hili hatuwezi tukakubali liishie hapa. Hata kwenye Mei Mosi mimi huwa nampa zawadi niliyempenda, na mimi ninawiwa sana kutoa zawadi. Nitatoa zawadi Mei Mosi hadharani. Kwa hiyo mratibu elimu kata, tunaomba utuandalie chakula cha pamoja,
viongozi wa chama, viongozi wa serikali, tukae pamoja kwenye Mei Mosi. Watu hawa hatuwezi kuliacha hili jambo hivi, pamoja na walimu wote wa kata ya Kabale. Wasije wakafikiri kwamba tumekuja Ibuga kwamba Ibuga ndiko kumeng'ara. Hapana, kata yote imeng'ara, lakini Ibuga wamefanya zaidi. Wamefanya zaidi. Niombe Mei Mosi ijayo, mimi naamini ya kwamba mimi bado nitakuwa na afya njema. Yesu yupo, mtume yupo Muhammad. Tarehe kadhaa tunaanza mfungo wa Ramadhani. Kwa hiyo mimi na hakika ya kwamba nitakuwa na nguvu na uwezo wa kufika Mei Mosi. Na hiki nilichokitamka hakirudi nyuma. Brother, ni rekodi vizuri ili kwamba sije nikasahau ahadi niliyotoa katika mlima wa Ibuga. Kwa hiyo mimi naamini kwa Mei Mosi ni kila chakula na ninyi watano itanipa afya njema na itanipa kufahamu ya kwamba tunatembea na tunajenga nyumba moja. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asante.